Hujambo mpendwa mtazamaji wa idhaa ya Kiswahili ya Hope Channel TV inayotangaza moja kwa moja toka hapa mjini Goma, mashariki mwa Kongo DRC. Karibu kujiunga nami na kufuata taarifa ya habari katika lugha bora tukufu na sanifu ya Kiswahili. Habari zetu ni kwamba viongozi wa madini wa madhehebu mbalimbali walikutana naye waziri mkuu wa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sama Lukonde, akaweza kuwasikiliza. Ilikuwa mnamo tariki 9 Jumanne Machi 2021. Kwa mjibu wake, Askofu Donatien Shole, ambaye ni kiongozi wa baraza ya maaskofu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni kwamba sauti zilikuwa nyingi toka uhudhuriaji katika mkutano huu ambao ulishirikisha bila shaka waziri mkuu pamoja na maaskofu hao wa serikali ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hivi waziri naye upande wake aliweza kuzungumza kwamba yuko tayari kuweza kuwasikiliza sauti zote kwa ajili ya kuleta mabadiliko katika sekta yote ya siasa humu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumezungumza kwamba kuwatega sikio hao viongozi wa madini toka dhehebu mbalimbali, pia zaidi hao ambao wamejumuika katika muungano wa Senko, ikiwa ni baraza ya maaskofu hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Waziri mkuu amesema atawasikiliza na iko weka sikio zake ili apate kuchukua hapa na pale malalamiko upande wote. Pamoja na hayo, amezungumza kwamba hata huko bungeni ameitishwa, iko bila shaka tayari kuweza kukubali mwito wa bunge kwa mjibu ya yale ambaye aliweza kuzungumza wakati ambapo alipokelewa kumurazi bila shaka na hao viongozi wa madini toka huko jijini Kinshasa. Ni muda gani serikali itakuwa imetangazwa? Hakika swali hilo sio mimi nimejiswali, lakini ni vijana wa hapa jimboni Kivu ya Kaskazini ambao wamegundua kwamba serikali imegawa kutangazwa na viongozi kama hivyo. Wameendelea kusubiri. Vijana ambao waliojiwa na wariri wako Hope Channel TV wameendelea kunungunika kuona jinsi gani hauko mambo imegawa kwa ajili ya kuleta wazi utandawazi na kutangazwa kwa serikali hiyo mpya ambayo itakuwa imeongoza taifa hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwa ni mchakato ambao ungeweza kufanyika kupitia juhudi zake waziri huu mkuu wa serikali Kinshasa, si mwingine kuliko Sama Lukonde Jean-Michel. Vijana wamezungumza kwamba wamesubiri hakika kwa ili wao wapate kutangazwa na watu ambao watakuwa wamefanya kazi vizuri. Wamehitaji kwamba majina ya watu ambao watafalia nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isikose miongoni mwa wale ambao wataweza kutangazwa na viongozi katika siku za usoni kwa ajili ya kuunda serikali mpya ambayo itachangia katika mchakato maendeleo, uchumi pamoja hata na usalama, ikiwa ni juhudi ambazo zimeendelea kulengwa naye rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, akizungumza kwamba kiukweli nchi hii inakuwa na mengi ambayo yapaswa kutekelezwa kwa ajili ya manufaa ya wananchi, ikiwa ni hao raia ambao wasubiri kwa hamu kutangazwa kwa serikali nyipya hiyo. Serikali kuundwa, sisi tulizani gisi President Tshisekedi alikuwa analalamika etat de droit, na tulizani kama itaendelea hivyo, kwani sisi tulikupendelea. Unajua, wakati walifunga Kamere tuliwaza ni espoir ya kufunga wale wa mwizi wote ambao waliweka uchumi ya Kongo chini, na halafu tunaona kama ile etat de droit ilijiaplique kwa Kamere tu na kuna kitu kinaendeka. President leo iko na tergiverser ma promesses zenye hazina sens. Leo wandugu wetu wangali na uawa Beni, hakuna kitu kinaendeka. Premier ministre aliingia olie aangalie besoin ya population. C'est consultation yenye Sama Lukonde alifanya, angepasha njoo enda rencontrer peuple. Anaenda mu 26 province, anaambia population mnataka nini. Hapana kwanza ambia baikale tena sage benye banatafuta kugabulana gato gisi ilikuwa sana city, na leo population ateseka. Ile raconte Sama Lukonde alifanya na ile maparti politique bale ba kasiki ya FCC ilikuwa juu ya nini? Hakuna intérêt ya population. Population alomba president kuna bakia 2 ans ya manda yake, ache kutergiverser. Seule clé ya kumpatia kumpatia 3e mandat ni kudeboulonner. Kudeboulonner hapana ile yake alifaya ya Mukinywa.
ile agence ya lutte contre la corruption inafanya nini? Wakati yeye mwenyewe anasema passeport $99, mais ministère des affaires étrangères natumana watu Goma wanaosha passeport $200. Unaona ule president anapenda hichi kweli? Si anapenda tu wanyanyase raia aibe. Sasa tunasema kama president Tshisekedi iko na haja kutumikia wakongomani, amalize unyanyasi na aweke climat des affaires kwa population. Ni sauti za vijana wa hapa mjini Goma ambao wameleta utathmini wao kuhusu ugawa wa kutangazwa kwa serikali hiyo nyipya ambayo imesubiriwa kwa hamu na wananchi wa Kongomani, raia wa hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Tuzungumzie Bintu Keita, mwakilishi wake katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alitangazwa kumepita siku kidogo tu na kumgomboa Leila Zerugui. Bintu Keita alipokelewa naye mwingine kuliko liwali wa Kivu ya Kaskazini Kalinzanzo Kasivita kunako ikulu yake ya kazi huko, mahali ambapo waliweza kuzungumzia masuala mbalimbali ambazo zimehusu salama na damu ya binadamu ambayo imeendelea kumwagika hapa na pale kufuatia wingi wa makundi za kijeshi hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini utakumbuka kwamba Bintu Keita amezungumza kwamba amekuja katika mchakato wa kuweza kusaidia ili vikundi vyote ambavyo vimemiliki silaha viendelee kujisalimisha na kuingia katika maisha ya jamii. Pamoja na hayo, liwali wa Kivu Kaskazini amewasikiliza na kusema kwamba MONUSCO ni sharti ichangie katika juhudi za kuweza kuendeleza nchi hii, na baada ya hapo wajiandae kuwa wataondoka mnamo siku za usoni hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini upande tu huo utakuwa umeelewa kwamba vijana hapa jijini Goma toka bunge linalotetea vijana hapa nyumbani walileta mtazamo wao na kuzungumza kwamba ingekuwa heri jeshi la Umoja wa Mataifa liondoke hapa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuachia kazi jeshi la Kongo DRC ambalo limehusika na kusaka vikundi vyote vya wapiganaji ambao wamemwaga damu ya binadamu huko maeneo za Beni. Yani hiyo ni pendekezo ya vijana toka bunge ambayo imetetea vijana hapa jimboni Kivu ya Kaskazini ambao umehitaji kwamba MONUSCO iondoke na kuachia kazi jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alieleza hivyo Johnson Sharabu Taragaza katika mkutano na vyombo vya habari ilikuwa mnamo tariki 9 mwezi Machi mwaka wa 2021. Na hali ya usalama katika kata za hapa jijini Goma imeendelea kuleta sikitiko miongoni mwa vijana. Wakati huo ni kwamba huku mnamo kata ya Mabanga ya kaskazini na kusini wamejiandaa vijana kwa ajili ya kujilindia wenyewe usalama. Ametueleza hivyo Jonathan Mpenda ambaye alitembelea maeneo hayo ya Mabanga ya kusini. Hii ni baada ya siku 40 kufariki kwake kiongozi aliyekuwa muongozi wa kata hiyo. Imesemeka kwamba huko vijana wamechukua wenyewe juhudi za kuweza kujilindia usalama, sababu ni kwamba amekwisha kufariki huyu aliyekuwa kiongozi wao, si mwingine kuliko huyu alikuwa akiwatetea na kushika wajambazi. Siku zimepita na alifariki kumepita siku 40. Hivi hapo upande mmoja vijana wamesema wataendelea kujumuika kwa njia tu ya kuweza kuunga mkono juhudi zote za amani na kuleta tena sura ya usalama katika maeneo hayo baada ya kufariki kwake Sawenga Joseph ambaye alikuwa kiongozi wa kata hiyo ya Mabanga ya kusini. Na tukizungumzia maji safi katika taarifa hii ya habari ni kwamba wakazi wa moja mnamo kata mbalimbali hapa mjini Goma wameonekana kutofaidia na maji safi toka shirika la Merskap kutokana tu na udogo yani ni kwamba bomba mahali pa kuteka maji zimekuwa chache sana na imeleta kasirani, wakati ambapo raia wamezungumza kwamba shirika hilo la kiutu limeshindwa kufanya kazi yake vizuri. Sababu ni kwamba idadi ni ndogo ya wakazi ambao wamefaidia na mradi huo wa kuleta maji, wakati ambapo bomba zimekuwa chache kabisa. Vijana wameomba shirika la Mercy Corps kuendelea kutumika bega kwa bega
na shirika la maji safi Regideso kwa ajili ya kuweza kutatua shida hiyo ambayo kwa leo imeonekana kuwachukiza watu wengi katika mradi ambao umeitwa Imagine, na wamesema kwamba mradi huu ni idadi ya watu wengi ambao wafaidiki ukweli na mradi huu. Walizungumza hivyo vijana hao ambao walihojiwa na si mwingine kuliko hawa JDD. Kwa shirika Merci Corps raia wa Goma, sisi vijana vuguvugu tulifanya manifestation mu 2012 kuhusu financement, kuhusu Goma kupata maji. Shirika Merci Corps, gouvernement britannique ikafinanse Merci Corps na pesa ya kuweka 90 borne. Lakini kwa leo mpaka hivi Merci Corps haijaweka hata borne 200, na pali Merci Corps imeweka zile borne inarusha mai kwa bei kali. Ndio maana sisi tumelalamika, tunasema Merci Corps ileta msaada kwa Kongo, sio kwa kuiba wa Kongomani. Hatuwezi ilipa maji ya sanfra bidon moya. Ndio maana tunasema Merci Corps kabla haijatuonesha nomenclature wamesinye na ministre wa ekonomi na ministre wa energie, hakuna mtu atalipa mai ya sanfra. Tutalipa mai ya 3 bidon 50 francs. Na Merci Corps tunasema batuoneshe kibarua kama Londres ilipenda iexploiter Kongo kupitia Merci Corps. Tutasema tutaenda ona ambassadeur wa Londres atuambie kama financement walipana juu ya Goma ilikuwa juu ya business au juu ya msaada. Na kwa hiyo Merci Corps imejitransformer kwa entreprise moja wanafanya mafia ya kucreate Kongo maji ili waibe wa Kongomani. Ndio tunasema raia wote watasimama. Hii juma ya kesho itakuja, tutasimama na kuandamana ili onje Merci Corps ya bamwizi itoke kwenye nchi yetu na kuiba kwa Kongomani. Na kabla tumalize habari zetu ni kwamba tayari kumetangazwa daftari katika michuano ya kuwania kombe ya mataifa Cameroon 2022, wakati ambapo Christian Sengibiembe ametangaza daftari wachezaji ambao watakuwa wamejiandaa kwa mechi ya 25 na 29 Machi ijayo katika duru ya muondoano. Nchi ya Kongo itapambana na Gabon pamoja na Gambia. Ni mechi mbili hizo zitachezeka mnamo 25 na 29 Machi ijayo, lakini katika daftari ambayo ameitangaza wachezaji Meshak Elia, Neskes Kibano pamoja naye Gael Kaguta hakika hawapatikani miongoni mwa wale ambao wamekuwa wakichezea timu ya taifa, yani hawatakuwa kwenye daftari lake Christian Sengibiembe, wakati ambapo upande mwingine Tresor Mputu Mabi amekuwa kirejea, wakati naye Jean Jose Mpoku pia Bwalia pamoja na mchezaji ambaye ameitwa Mbokani DMRC wamepatikana kunako daftari hiyo yake mkufunzi Christian Sengibiembe, ambaye ameita wachezaji wote kwa ajili ya kujiandaa kwa mechi hizo za duru muondoano ya michuano ya kuwania kombe ya mataifa Cameroon 2022. Nikumbushe kwamba DRC itakutana na Gabon huko Franceville na Gambia jijini Kinshasa mnamo 25 na 29 Machi ijayo. Ni mwisho wa taarifa ya habari. Mpendwa mtazamaji, najua kwamba mlikuwa wengi mkijiunga nami toka mwanzo hadi imefikia mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani. Moli Maguru Ndwanyi.